Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu Tanzania THRDC umetoa wito kwa mamlaka nchini kuanzisha chombo huru cha kudumu cha uchunguzi wa tuhuma dhidi ya vyombo vya usalama kutokana na taarifa zinazotokana na mwanaharakati wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Mdude Nyagali ambazo zimewahusisha baadhi ya askari wa jeshi la polisi. Kupitia chapisho lake katika mtandao wa kijamii wa X, mratibu wa kitaifa wa THRDC wakili Onesmo Ole Nguruma amesema haiwezekani vyombo vinavyotumiwa kuchunguza tuhuma zinazowakabili bila uwepo wa chombo huru kutoka nje ya mfumo wa usalama wa serikali. Hakuna kinyozi anayeweza kujinyoa. Kesi ya ngedere huwezi kumpa nyani amue, amesema Ole Nguruma, akisisitiza haja ya kuwa na civil oversight system, tume huru ya kudumu inayojumuisha makundi kama asasi za kiraia, viongozi wa dini, majaji wastaafu na wengine wenye hadhi ya kusimamia haki bila upendeleo. Ole Nguruma ametaja mifano ya nchi zinazofanikiwa kuwa na vyombo hivyo vya uchunguzi kama Kenya yenye Independent Police Investigation Authority. Imeeleza kuwa Tanzania haina chombo kama hicho, jambo linaloweka mazingira magumu kwa wananchi kupata ukweli na haki katika tuhuma dhidi ya vyombo vya dola. Amesema licha ya Tanzania kutokuwa na chombo kama hicho, kwa sasa tume ya haki za binadamu na utawala bora inaweza kutumika kwa njia mbadala kwa kuwa na mamlaka ya Ombudsman ofisi au mtu wa uchunguzi maalum. THRDC imeshaandika rasmi tume hiyo barua ikitaka kuingilia kati na kutumia mamlaka yake ya kisheria kuchunguza tuhuma hizo. Kauli hiyo imekuja baada ya jeshi la polisi kupitia kwa msemaji wake David Misime kutangaza kuwa limeanzisha uchunguzi maalum dhidi ya askari wake wawili wanaodaiwa kuhusika katika tukio la kutoweka kwa Mdude. Kwa mujibu wa taarifa hizo, uchunguzi unahusika kikosi hicho kazi kwa ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI ambacho tayari kimepelekwa mkoa wa Mbeya. Taarifa iliyovuja kwenye mitandao ya kijamii inaeleza kuwa mwananchi mmoja dai kushawishiwa na askari hao kushiriki shughuli ya kijasusi kwa ahadi ya malipo, hali iliyozua hisia kali miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu. Mdude Nyagali ni mmoja wa wanaharakati wanaojulikana kwa ukosoaji wake dhidi ya serikali kupitia mitandao ya kijamii na amewahi kukumbwa na matukio ya kushikiliwa na vyombo vya dola mara kadhaa. Kutoweka kwake sasa kumeibua maswali mapya kuhusu usalama wa wanaharakati nchini, huku familia yake na jamii ya watetezi wa haki wakiendelea kushikilia matumaini kuwa atapatikana akiwa hai. Kwa hicho ndicho ambacho kinaonyesha kwamba kila mmoja amekuwa akiendelea kulipigilia mchapuo hili sakata la Mdude Nyagali kuweza kupotea. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.